Yes, ibana, here we go. Top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa miaka mitatu nyuma ukirudi, si mwingine ni nyota ambaye aliwakilisha vyema bendera ya Dar es Salaam Young Africans kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, akacheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hivi sasa ni miongoni mwa washambuliaji bora barani Afrika, miongoni mwa washambuliaji hatari zaidi wanaocheza soka la kulipwa barani Afrika. Si mwingine ni Fiston Kalala Mayele. Amezifuata pesa za Waarabu ziliko penyewe. Kumbuka msimu uliomalizika alikuwa pale Pyramid. Msimu uliopita kabla ya huu ambao ameondoka kwa hivi sasa ndani ya kikosi cha Pyramid, alikuwa bingwa wa CAF Champions League, akawa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa, akaibuka mchezaji bora barani Afrika, akaibuka top scorer kwenye michuano ya Super Cup ya Afrika. Fiston Kalala Mayele anaendelea kuiwakilisha vyema bendera ya wananchi, bendera ya timu ya taifa ya Congo DRC, ambayo kwa mara ya kwanza pia ameitwa na kushiriki kwenye michuano ya World Cup na akafunga bao lake la kwanza kwenye historia. Ama hakika Fiston Kalala Mayele, usajili wake umevunja rekodi kwa wachezaji wengi ambao wamewahi kupita ardhi ya Tanzania, kwa sababu Fiston anakwenda Al Ahly Tripoli ya Uarabuni kwa shilingi bilioni 12 na chenchi zake. Hiyo Fiston Kalala Mayele kuondoka kuelekea Al Ahly Tripoli. Unajua ni kwa nini? Fiston Kalala Mayele atalipwa $500 kwa pesa ya Kimarekani, ambayo kwa pesa ya Kitanzania ni bilioni zaidi ya 12 za Kitanzania. Atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza soka la kulipwa barani Afrika wanaokunja pesa nyingi mno. Ama kweli wakati wa Mungu ukifika, basi ni umefika. Fiston huyu ambaye wakati anasakata kabumbu hapa Tanzania, kuna watu walianza kumponda kutokana na age yake, kana kwamba ashafika miaka 30, ametoka 30 amekwenda kukiwasha vibaya mno Misri. Baada ya kukusanya pesa za Waarabu, pale alikuwa analipwa zaidi ya milioni 60 kwa pesa za Kitanzania, ila kwa sasa anakwenda kukunja zaidi ya milioni 100 za Kitanzania kwa mwezi. Guys, mpira wa miguu unalipa, na ukijua namna ya mpira wa miguu kukulipa, basi haitakuwa swala. Young Africans kongole kubwa sana, kwa sababu Fiston Mayele, mafanikio haya ambayo leo hii tunayaona ni kwa sababu Dar es Salaam Young Africans waliamini kwenye uwezo wake, engineer aliamini kwenye uwezo wake, wakampa jukwaa afanye kile ambacho anaweza, and then leo hii inabaki kuwa historia kwa Fiston Kalala Mayele, kana kwamba hata kuja kuwasahau hata siku moja wananchi ambao ndio waliompa platform iliyompeleka Uarabuni. Amekwenda Uarabuni Misri kwa juhudi zake za kupambana kiwanjani, leo anakwenda kukunja mabilioni huko